Je, unaweza ukapata mimba hata kama mzunguko wako umekuwa kubadilika badilika? Sababu unakuta na mzunguko wa siku 25, mara nyingine siku 24, mara nyingine siku 28, siku 29, mara 32. Unaweza kupata mimba ukiwa na mzunguko wa aina hiyo. Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza subscribe hapo chini uendelee kujifunza kuhusiana na afya ya mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna baadhi ya wafuatiliaji wangu waliniuliza swali kuhusiana na kupata mimba. Je, wanaweza kupata mimba endapo kama mzunguko wao umekuwa kubadilika badilika, haueleweki? Wakihesabu kutoka labda mwezi wa kwanza kwenda wa pili unakuta ni siku 25, kutoka wa pili kwenda wa tatu siku 27, kutoka wa tatu kwenda wa nne siku 29, kutoka wa nne kwenda wa tano siku 22. Hivyo hivyo unakuwa kubadilika badilika. Je, unaweza kupata mimba? Jibu ni ndio, unaweza kupata mimba, lakini zingatia mambo matano ambayo nakwenda kuzungumza kwa sasa. Jambo la kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba ujue kwa nini mzunguko wako unabadilika badilika. Kwa hiyo ni lazima uweze kufanya vipimo. Utafanya ultrasound, utapima homoni. Kuna sababu ambazo zinaweza kupelekea mzunguko wako kawa unabadilika badilika. Sababu ya kwanza inawezekana na changamoto ambayo inaitwa polycystic ovarian syndrome, ambao unakuwa na uvimbe kwenye ile mifuko ya mayai na homoni zako zinakuwa haziko sawa. Kwa hiyo unaweza kutibiwa hali hiyo ukawa vizuri. Lakini vile vile kuna sababu nyingine, kwa mfano unakuta wewe una ile homoni ya maziwa ambayo tunaita prolactin hormone imeongezeka sana. Ile inaweza kupelekea mzunguko wako unabadilika badilika kwa sababu ya ile homoni ambayo haija balance. Lakini vile vile sababu nyingine, inawezekana una mkubwa sana au uzito wa kupindukia, una obesity, una fatima, BMI yako iko zaidi ya 30. Hiyo inaweza kupelekea wakati mwingine ukawa unapata changamoto za mzunguko. Lakini vile vile inawezekana ukawa na changamoto ya zile homoni au ya tezi ya madini joto ambayo tunaita thyroid gland. Sasa kama una changamoto ya zile homoni ambazo zinatoka pale ambayo tunaita thyroid hormone, mwisho wa siku unaweza kuwa na hiyo changamoto ya mzunguko wako kuweza kubadilika badilika. Kwa hiyo unaweza kuhitaji matibabu, katibu mzunguko ukakaa sawa. Lakini jambo lingine ni kuhakikisha kwamba unaweka afya yako inakuwa vizuri kiujumla, kwa maana kwamba ni vyema kuweza kula mlo kamili, ni vyema kuweza kuepuka kuwa na labda na msongo wa mawazo, kuepuka kunywa pombe, kuepuka kuvuta sigara. Lakini vile vile unaweza kuanza kutumia vitamini B9 au tunaita folate au folic acid unapokuwa unatafuta mimba. Wakati ambao bado hujapata mimba unaweza kutumia hiyo, itakusaidia kuweza kuandaa mwili wako kuwa mjamzito. Lakini sasa kuna mambo mengine, kwa mfano hili jambo la tatu, ni vema kuhakikisha kwamba unafuatilia yai lako linatoka lini. Yani unafuatilia ovulation yako inakuwa lini kwenye mzunguko. Sio ufuatilie tu mzunguko wako peke yake, lakini unaweza kufuatilia ovulation inatokea lini, kwa sababu unaweza kuwa mzunguko wako haueleweki, lakini kuna kipindi ambacho yai linatoka na kuna dalili zake. Dalili ya kwanza kabisa, unaweza kuangalia joto lako la mwili kama linaongezeka, na ukifuatilia vizuri kabisa unaweza kujua. Jambo lingine ambalo unaweza kufanya, unaweza kufuatilia ule ute wa ukeni ambao tunaita cervical mucus, hasa kwenye mlango wa kizazi. Ule ute unapoutoa ukiona unavutika sana, nilielezea kwenye video yangu moja. Kama ukisikiliza video hiyo, unaweza click suggestion hapo juu, utasikiza mara baada ya kumaliza kusikiliza video hii. Lakini vile vile unaweza ukatumia ovulation predictor kit. Kuna zile kiti ambazo unapima mkojo, unaweza kuzitumia zile kuweza kuangalia lini yai linatoka au muda gani yai linaweza kuja kutoka au litatoka. Na ukishatumia zile unaweza kujua kwamba kama yai linatoka labda masaa kadhaa yajayo, maana kuna dalili zake, na utaona kile kiti, zile kits zinaonyesha pale majibu kwamba zinaonyesha mistari miwili. Maana yake inakuambia kwamba ovulation inaweza kaja kwa kipindi fulani. Kwa hiyo unaweza kaendelea kufanya. Lakini vile jambo la 4 ambalo unaweza kulifanya ni kufanya tendo la ndoa kwenye mpangilio ulio mzuri. Yaani ukimaliza tu hedhi au kutokwa damu, kwa mfano kuna wale ambao wanaenda siku 3, kuna wale ambao wanaenda siku 5, kuna wale ambao wanaenda siku 7. Kwa kawaida mwanamke anaweza kaenda siku kati ya siku 3 mpaka 7. Kuna wengine siku 4, siku 5, 6, 7. Ukiona umezidisha zaidi ya 7, maana yake hedhi yako haiko sawa. Chini ya siku 3 maana yake pia kuna changamoto. Kwa kama unaenda siku 3, ukishamaliza tu hedhi, unaanza kufanya la tendo la ndoa. Ufanyaje? Unafanya, ukiamua unaweza kufanya kila baada ya siku 1 kulingana na mume wako anavyoweza, kila baada ya siku 2 au kila baada ya siku 3.
mpaka mnapokuja kuona hedhi ile nyingine, kwa sababu unapofanya mara kwa mara kwa mpangilio maalum, basi unaongeza uwezekano wa kuweza kupata mimba. Na hapa nazungumza na wale ambao wanaishi mbalimbali. Unakuta mume wake yuko Dar, lakini vile vile mwanamke yuko Mwanza. Kwa hiyo wanakutana kipindi fulani kichache, unakuta wiki mbili. Hata kama mzunguko wako umekaa vizuri, unakutana wiki mbili, mnakadiria tu siku za hatari. Hiyo inapunguza uwezekano wa kuweza kupata mimba. Kwa hiyo ni vizuri sasa, kama mnakaa mbali, mkae pamoja ili muweze kufanya tendo la ndoa katika mpangilio ambao ni mzuri mara baada ya kumaliza hedhi. Na ukifanya hivyo, una uwezekano mkubwa sana wa kuweza kupata mimba bila shida. Kama ulikuwa na swali zaidi, utaniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako. Jambo la mwisho ambalo unaweza kufanya, unaweza kukuta umefanya haya yote ambayo nimekwambia, haya manne, halafu mimba bado hujapata. Sasa kama ni wewe hujapata mimba, umefanya hivi vyote, kama miaka yako, na hapa nazungumza na mwanamke sasa, kama mwanamke miaka yako ni chini ya miaka 35, yani umri wako ni chini ya miaka 35, ukafanya tendo la ndoa vizuri, ukafanya diet vizuri, ukafuatilia changamoto zako, ukaseti vizuri kila kitu, na ukafanya tendo la ndoa mfululizo kwa miezi 12 au mwaka mmoja, hujapata mimba, unaweza kaenda kufanya vipimo zaidi, kupima homoni zako. Sasa homoni zile za uzazi zote, homoni za kuangalia kama mayai yanapevuka, mirija yako ikoje, mji wa uzazi je uko vizuri. Inawezekana ushafanya ultrasound ukaangalia kwenye mifuko ya mayai ulikuwa na PCOS ukatibiwa, je ukaangalia tena, je PCOS bado zile ovary bado zina vijivimbe vile ambavyo bado viko na homoni bado hazijakaa sawa, ukafanya hivyo vipimo na utapata majibu. Mwisho wa siku unaweza kupata mimba. Kama una umri wa zaidi ya miaka 35, toe mfano na miaka 37, miaka 38, ukifanya tendo la ndoa kwa miezi 6 mfululizo na kufuata ambayo nimeweza kusema hayo manne ya mwanzo, alafu mwisho wa siku hujapata mimba, unaweza kwenda hospitali kwa ajili ya kufanya vipimo zaidi, vipimo vya homoni, kuangalia sukari yako ikoje, kuangalia mayai je yanapevuka, mirija yako iko vizuri, na vipimo vingine vingi kuweza kujua, na kuanza kutumia labda njia mbadala, kwa mfano kama in vitro fertilization ambao unapandikizwa mimba, ambao ni gharama sana, lakini unaweza kufanya kama una mtoto na ikakusaidia kuweza kupata mtoto mapacha, wengine wanapata mpaka watoto watatu kama una bahati. Sasa ukiwa na swali zaidi, unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Inawezekana umejaribu mimba, umetafuta, umekuwa na wasiwasi kwamba hupati mimba, mzunguko wako uko vizuri, wala haya niliyozungumza wewe huna, homoni ziko vizuri, mzunguko wako uko vizuri, ovulation unaona kama hiyo ndio siku yenyewe ambayo yai linatoka, kila ukifanya tendo la ndoa mimba haupati, na umeshafanya miezi 3 mfululizo au miezi 4, una wasiwasi, unajiuliza maswali, ufanyaje? Je, utapata mimba kweli? Unaweza kuklik suggestion hiyo hapo kasikiza video kuhusiana na swali hilo, kwamba mzunguko uko vizuri, umefanya tendo mara nyingi ila mimba haipo na umekuwa na wasiwasi. Utajifunza kwa video hiyo. Ukiwa na swali, karibu hapo chini. Asante.